ile sura ya 7. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 7 mstari wa 14 na wa 15. Tutakwenda kusoma hapo na tutakwenda kumwomba Mungu. Baada ya hapo tutakuwa tuna maarifa, kwa sababu ni Jumapili ya mwisho wa mwezi, ni Jumapili ya mwisho wa mwezi, kwa sababu ni Jumapili ya mwisho wa mwezi. Kwa hiyo tutakuwa na neno maalum. Tukishamaliza hilo neno tunaweka mtoto. Baada ya hapo tuna utaratibu mwingine. Biblia inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Bwana asifiwe sana. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Hao watu ni wakina nani? Ni sisi hapa ambao tumemkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha. Bwana asifiwe sana. Neno kunyenyekea kwa Mkristo, na ukitaka kufanikiwa katika maisha yako ni lazima unyenyekee. Watu wote walioitwa kwa jina la Mungu, ambao hao watu waliookoka ni Wakristo, wakiwa na roho ya unyenyekevu ndani yao, ndipo Mungu anatuinua zaidi. Ndio maana kwa nini tunaingia katika kumwomba Mungu ndani ya tarehe ya leo, tarehe 28 ya mwisho kabisa ya 2025? Ni kwa sababu ndani yetu sisi ni watu ambao tumeokoka. Kwa sababu tumeokoka, ndani yetu kuna roho ya unyenyekevu. Bwana asifiwe sana. Hatuwezi kufanikiwa 2026 kama ndani yetu tumekosa roho ya unyenyekevu. Tunaendelea hapo, tunakwenda kumwomba Mungu. Anasema na kuomba. Bwana asifiwe sana. Na kuomba, tunaona kitu cha kwanza hapa. Kitu cha kwanza hapa tunaona sio maombi. Bwana asifiwe sana. Kitu cha kwanza tunaona ni unyenyekevu. Baada ya unyenyekevu ndipo tunaona katika kuomba, tendo la kuomba. Bwana asifiwe sana. Kilichomfanya shetani atupwe chini ni kukosa unyenyekevu, sio maombi. Unyenyekevu. Hasa watu wengi sana ndani yao wanakosa unyenyekevu. Bwana asifiwe sana. Wanakosa unyenyekevu. Hasa nasema hawa watu, kitu cha kwanza, wakiwa na roho ya unyenyekevu kama watakatifu wa Bwana tuliokoka, ni lazima ndani yetu tukapata kumwomba Mungu na kumshukuru pia kwa ajili ya tarehe ya leo ya mwisho ya 2025. Bwana asifiwe sana. Jumapili ya mwisho. Ndio maana wewe ambaye Mungu amekupa neema ya kukanyaga leo, tarehe 28, kuna kitu Mungu amekikusudia. Ndio maana kuna wakati yawezekana ulipokuwa unakuja umekutana na vita, umekutana na vipingamizi vingi. Bwana asifiwe sana. Anasema na kuomba na kutafuta uso. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutafuta uso na kuziacha njia zao mbaya. Bwana asifiwe sana. Njia zao mbaya. Kuna watu ni kweli wanamtafuta Mungu, lakini njia zao hazina ushuhuda, ni mbaya. Kama 2025 umefanya kitu kama hicho, leo Mungu anakusamehe. Anza upya 2026, usitembee katika njia ambayo haina utukufu. Bwana asifiwe sana. Njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni. Mungu hawezi kusikia
maombi yako, Mungu aweze kusikia chochote kile ambacho umepanga ukikate ili Mungu akupatie. Hauwezi ukakipotea ukakipokea kama njia zako ni mbaya. Huyo mtu ambaye ataachana na hizo njia mbaya, ndipo atakapokwenda kumtafuta Mungu, uso wa Mungu, huyo mtu hatamuona Mungu. Watu wengi wanasali makanisani, lakini miaka inaenda hawamuoni Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wao wameng'ang'ania njia zao mbaya, hawataki kuachana nazo. Sasa hauwezi ukamwona Mungu ili upate kutafuta uso wa Mungu, ili Mungu apate kuonekana kwenye maisha yako. Ni lazima uachane na tabia zote mbaya. Bwana nasifiwe sana. Anasema utakapokuwa umeacha tabia mbaya, njia zako mbaya, anasema kwamba kwa sababu ulikuwa unamwomba. Sasa tunaona jambo la tatu, ukishaachana na vitu vyote, ukishaachana na dhambi, Mungu anafanyaje? Anasema atasikia kile kitu unachomwomba. Kuna wakati unamwomba Mungu alafu Mungu akuone, hawezi akakutendea. Kwa nini hawezi kukutendea? Kwa sababu anaona ni kweli unataja jina lake, lakini njia zako hazina ushuhuda, ni mbaya. Ndio maana katika kuna level fulani hauwezi ukafika na hauwezi ukaenda zaidi, kwa sababu ya maisha yako yalivyo mabaya. Tunaishi katika kizazi cha ajabu sana. Watu wakikaa ibadani wakiwa nasikiliza neno la Mungu ni kama wote wanaenda mbinguni. Ngoja achepuke tu ndani ya masaa matatu afike tu nyumbani. Tena wakati mwingine kabla hajafika amepitia kwa jirani, amepitia kwa marafiki. Hatuna kizazi ambacho adui amekamata fahamu zao. Kila mmoja akiwa kanisani, hata Yesu akija hapa, Mungu akija hapa, aiseni ni kama wote tunaenda. Bwana asifiwe sana. Ni kama wote tunaenda. Yaani kuna mtu yuko hapa ibadani lakini akili haiko hapa, ipo huko. Sasa siku zote hata tunapokwenda kumwomba Mungu maombi haya, wewe ambaye akili yako iko huko, hauwezi kuguswa na Mungu. Mungu atamgusa mtu ambaye yuko hapa. Bwana anasifiwa sana. Anasema, alafu anasema nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Mstari 15. Hiyo ndio point yangu kubwa sana tukapata kuomba. Baada ya kufanya kitu cha kwanza, tumekuwa wanyenyekevu, tumemwomba Mungu, tumeachana na tabia zote mbaya. Nasema kwamba nitawasamehe. Bwana asifiwe sana. Tutawasamehe. Yawezekana kuna vitu umefanya umemkosea Mungu sana 2025. Leo Mungu anasema anakusamehe. Haijalishi ni dhambi kubwa kiasi gani, Mungu anasema anakusamehe. Bwana asifiwe sana. Mungu anakusamehe kwa sababu leo unakuwa ni mtu mwingine. Bwana asifiwe sana. Unakuwa ni mtu mwingine. Mstari wa 15 tukapata kumwomba Mungu. Anasema baada ya vitu vyote hivyo kufanyika, anasema sasa, mstari wa 15 hapa kwenye mstari wa 15, anayezungumza ni Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Kwa maneno yake, baada ya kufanya vitu vyote hivyo, mstari wa 14 ni kama ni maandalizi. Usipojiandaa hauwezi kukutana na Mungu. Ndio maana anatupa kitu cha kwanza kujiandaa. Kitu cha kwanza, nyenyekea. Bwana asifiwe sana. Kitu cha pili, omba. Kitu cha tatu, achana na dhambi, tabia zako mbaya. Hakikisha achana nazo. Anasema kwamba atakusamehe dhambi zako zote. Akisha kusamehe, anasema chochote utakachomuita yeye atasikia. Atasikia. Sikio lake si zito. Mstari wa 15 anasema sasa, Mungu anasema sasa macho yangu yatafumbuka. Bwana asifiwe sana. Macho ya Mungu yatafumbuka tukapata
kumwambia leo Mungu, macho ya Mungu yapate kufumbuka juu yetu. Bwana asifiwe sana. Mungu akafungue macho yake, na Mungu yuko hapa. Bwana asifiwe sana. Amefungua macho na amekuona baba, amekuona kijana, amekuona mama. Bwana asifiwe sana. Anasema sasa macho yangu yatafunguka na masikio yangu. Kuna wakati umepita, umehangaika, ulifanya kwamba uko na Mungu, kumbe Mungu alikuacha kwa sababu umetenda dhambi. Kuanzia siku ile ulipotenda dhambi, Mungu akaacha kukusikia, akaacha kusikia mahitaji yako, akaacha kusikia maombi yako. Kwa ukawa unajifariji kwamba hapa naomba Mungu ananijibu, kumbe Mungu amesha kuacha muda mrefu. Ndio maana kuna wakati fulani ukitaka kugundua, kuna wakati fulani unashindwa kuomba, ukitaka kugundua kuna wakati fulani Mungu amekuacha. Ukiamua kuomba risali moja unaishia dakika 20, unaendelea na mambo yako unafanya masaa mengi kuliko kumtafuta Mungu. Hakuna kitu kibaya kama unaomba, unaingia kwenye maombi alafu Mungu amesha kuacha. Nataka nikwambie, hata kama ulikuwa na masaa mawili ya kuomba, utaishia dakika 15. Baada ya hapo utakaa, utaanza kutafakari. Shetani anakutafakarisha, unajifanya uko rohoni umekaa. Acha huni, umechoka. Bwana asifiwe sana. Maana Mungu ameficha macho yake, masikio yake, hataki kusikia chochote. Ukiwa unaomba kama masikio ya Mungu yanakusikia, nataka nikwambie, ulivyokuwa unaomba uko ndani ya nyumba, uko ndani. Hata kama kuna symbol, unapoomba utaona kabisa yale maombi yanapaa, yanaenda mbinguni, yanapaa. Ndio maana unakuta ulikuwa na nusu saa ya kuomba, unakuta unaenda risali moja, masaa mawili, masaa matatu. Nini? Kwa sababu unachokiomba Mungu wa mbinguni anakisikia. Hata kwa sababu anakisikia, utaona ladha maombi. Kuna watu ukiingia kuomba wanaona kama kero tu kwenye maombi. Unapambana, kwa nini mimi siwezi nikaomba kufika leo hii? Ni wakati ambao Mungu ameshakuacha, maana yake sikio lake hajaruhusu kusikia maombi yako. Sasa ndio maana kuna wakati sasa unakuta unaomba, kuna mambo yanaendelea kuongezeka zaidi. Sasa piga hesabu, mbona mimi namuomba Mungu, kwa nini majanga yanakuwepo zaidi? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa anasema masikio yangu yatasikiliza nini? Maombi. Anasema atasikiliza maombi ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Atasikiliza maombi ya watu. Tunapoingia kumwomba Mungu wakati huu, Mungu anasikiliza maombi ya watu. Hao watu wanaoombea wapi? Sio njia panda. Biblia inasema kwamba ya watu wanaoomba mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Mahali hapa. Amini ya kwamba unapomwomba Mungu dakika hii, Mungu anakusikia. Bwana asifiwe sana. Unachotamka chochote, unapoingia mbele za Mungu, tamka kwa ujasiri, kwa sababu Mungu anasikia hicho unachokiomba mahali hapa, sio mahali pengine. Nasi tumekuja hapa, tumekuja kukutana na Mungu hapa. Tarehe ya leo tuna mahitaji ambayo yawezekana 2025 hayajafanyika. Sikiliza nikwambie, ndani ya tarehe ya leo ya mwisho tunaaga ya kwamba 2026 chochote kilichosimama au kimesimamishwa, kimekwamishwa, kwa sababu Bwana anasikia maombi yetu siku ya leo na mchana wa leo. Kila kitu kitakwenda. Kwa nini kitakwenda? Kwa sababu Bwana anasema atasikia maombi ya watu ambao mahali hapa, Mama, unapoingia kumwomba Mungu, amini ya kwamba mbingu zinafunguka, kwa sababu uko mahali hapa unamwomba Mungu. Nasi tunakwenda kumwambia Baba, onekana siku ya leo, maana tunaiaga ni tarehe ya mwisho ya tarehe 28, ni tarehe ya
mwisho 2025 na tuweze kunyamaza kimya. Tunaye Mungu wa miungu aliyepika moto, tukamwambie Baba, tuko hapa mchana wa leo, tumetambua ya kwamba umetutendea, tumetambua ya kwamba kuna nyakati zimepita, tumepata shida. Tumwambie Bwana, tuko mahali hapa, simama kwa miguu yako. Biblia inasema kwamba utafikia maombi yale ambayo yanaomba mahali hapa. Amini ya kwamba chochote tunachokiomba mahali hapa, Mungu yuko anakugusa leo, Mungu yuko anakugusa leo. Kuna wakati unahangaika, unaonekana ni mgonjwa, umeenda kwenye hospitali, umeenda kwa waganga. Nataka nikwambie, inawezekana hujaomba maombi ya mahali hapa, lakini leo tarehe 28 umeomba maombi mahali hapa, na Bwana anasikiliza maombi, na Bwana anasikiliza maombi, na Bwana anasikiliza maombi. Katika jina la Yesu, inua mikono yako juu. Hii ni ishara ya unyenyekevu mbele za Bwana, ishara ya unyenyekevu mbele za Bwana. Kama ni yeye tu ametuwezesha 2025, ni yeye tu vimateri nyingi ndani ya mwaka huu zimepita, ni yeye tu peke yako usingeweza, bali ni yeye tu peke yake, ni yeye tu peke yake. Anasema ya kwamba ikiwa watu wangu wakinyenyekea, likapara masende na tutubu mbele za Bwana, inua tu mikono yako juu kwa ishara ya unyenyekevu, kwa ishara ya kufarenda. Utaona Mungu inatembea kwenye mikono yako kuonyesha Bwana napokea ule unyenyekevu ndani yako. Likakara mashaya, likere masakaba, likamanda tumenua mikono kwa ishara ya unyenyekevu, kwa ishara ya kufarenda. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea, Baba, tumeinua mikono, tunanyenyekea mbele zako, tunanyenyekea mbele zako. Sisi ni watoto wako, usitupite Yesu, sisi ni watoto wako. Usimpite baba huyo, usimpite mama huyo, usimpite dada huyo, usimpite Bwana. Rapakakaba linarabosheke, Bwana tunanyenyekea, ramanarabosheke, ikadorabashakaba, ikarabashakaba, inanamanarabosheke, ikanoroboshakarabakoya, ikanoroboshika, ikamanoroboshika. Ishara ya kwamba ndio kwanza tunanyenyekea Bwana mbele zako, watoto wako tunanyenyekea Bwana, tunanyenyekea Bwana. Umetusahilisha Bwana, umetuwezesha Bwana kufika pale ya leo. Ilikuwa sio rahisi, lakini Bwana ulikuwa pamoja nasi. Ikarabashekeremanda, Biblia inasema kwamba ikiwa watu wangu walioitwa watanyenyekea, na tunainua mikono yetu juu, inua tu mikono juu, inanamasheka kwa ishara ya unyenyekevu. Jambo la pili nasema watu hawa ndipo wataingia kuomba, ingia kuomba mbele za Bwana. Mwambie Bwana nisaidie, mwambie Bwana ni wewe, mwambie Bwana ni wewe. Omba kwa kinywa chako, usimwangalie jirani yako. Wanafaibu nasema kwamba hao watu wanaingia kuomba. Likarabashaka, linanamanarabashaka, likarabashaka lemanda. Omba kwa sauti yako, nitalea mwisho leo 2025, tarehe 28, mama mna tarehe 28, nyingine 2025. Rapashaka, leo ni siku ya mwisho, hakuna masaa mengine. 2025 ya tarehe leo, kuna watu tuwasikironi, hawaombi, amumgusi Mungu, umetoka ndani. Bwana yuko hapa,
Omba mbele za Mungu wako, omba kwa imani, omba kwa sauti yako. Bwana nasikia, Bwana nasikia, Bwana nasikia, Bwana nasikia. Sikio lake anakusikia mama, anakusikia baba, anakusikia, unachokiomba anakusikia, unachokiomba anakusikia, anakusikia. Baba sauti yako, Baba sauti yako mbele za Bwana. Anakusikia. Kuna watu wanajazwa nguvu za Roho Mtakatifu leo. Mungu wako nenda mbele za Bwana. Bwana nasikia yako mambo ambayo umepanga ni pengine siasado, lakini Bwana leo yuko hapa. Yawezekana sababu ulikuwa katika dhambi, Bwana alifika uko wako. Bwana anasema leo anasikia, anakusikia leo. Pokea majibu yako. Kuna kitu kinaonekana kwenye mikono yako. Shike mkono jirani yako. Tunadai haki zetu. Mungu ndio. Mungu ndio. Mungu ndio. Mungu ndio.
Nguvu ya Mungu inapita kwenye mikono, inapita kwenye mikono, inapita dakika hii, 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 inapita dakika hii. Wakachukua kile uchumi wako kupitia mikono yako, kile unachokifanya wanavuna wao. Kilichoibiwa kinarudi, inakirudisha kilichoibiwa, kilichoibiwa kwenye maisha yako dakika hii kinarudi, Kuna watu mliibiwa karama, mkaibiwa karama kupitia ndoto, mkaibiwa nyota zenu kupitia ndoto. Nasema kinarudi, kilichoibiwa ninakurudisha leo kama nabii, kama Bwana wa Bwana. Kilichoibiwa ninakirudisha leo kwenye mikono yako, uchumi wako utaushika katika jina la Yesu. Kama ni pesa utazishika, ulikandarama shekeremanda, ulikarama karama shekeremekoya, ulikandarama shekeremekoya. Tulia kwenye uwepo hapa, tulia kwenye uwepo hapa, tulia tu kwenye uwepo hapa. Baba, watu wametufanya watumwa, wamefanya mtumwa mama yule, dada yule. Baba, shaka yuko kushikeni utumwa uliofanyika, kila tambiko lilofanyika leo ninalifunga kwenye Jumapili hii mwisho wa mwaka. Lukashakataraboshekitaa ikataraboshekitaa mama mnaraboshiki
robo shekete bakoria. Mkono wa Mungu uko hapo, mkono wa Mungu uko hapo, unagusa moyo wako uliokuwa umekata tamaa, moyo wako uliokuwa umeinama, moyo wako uliokuwa umeinama, moyo wako uliokuwa umeinama, moyo wako uliokuwa umeinama. Upo mkono wa Mungu hapo, 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 mkono wa Mungu hapo. Ruma na robo shika, ruma na robo shika. Roho Mtakatifu ni watoto wako. Nasema Mungu unasikia maombi ya watoto wako wanayoomba ahadi hapa. Baba, tumekuja tunakutumikia wewe. Sisi sio watu wa kuaibika, sisi sio watu wa kuaibika Bwana. Aba peke yako Mungu. Karabashaka. Kila roho yote ya kuzimu iliyoiba kitu cha mama huyu, iliyoiba kitu cha baba wa dada huyu, kila roho zote za kuzimu, mapepo yote, majini yote, chuma ulete kwenye maisha yetu mahali popote kwa jina la Yesu. Kwa moto wa Mungu, kwa Mungu, giza hauna nafasi. Baba, natamka baraka kama kuhani madhabahu hii ndani ya 2025, Jumapili ya mwisho kabisa. Inasema ya kwamba wanapotoka wanaanza upya, 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 wanaanza upya. Neema yako Mungu isiyokuwa kawaida ikishuka na kutawala ndani ya kila mmoja aliyekanyaga ndani ya hekalu hili, aliingia ndani ya hekalu hili, aliingia kwenye ibada ya leo. Miguu yake kwa jina la Yesu inatiwa muhuri, moto wa Mungu kwenye miguu yake. Kila anapokanyaga, walipotega madawa wakatega mitego yao, miguu yao kwa jina la Yesu, miguu yao kwa jina la Yesu itategwa. Mitego yote iliyotengwa katika ulimwengu wa kiroho katika jina la Yesu Kristo inawafunika kwa damu ya Yesu, inawafunika kwa jina la Yesu. Baba, nguvu yako na mamlaka yako watawale katika jina la Yesu. Natamka baraka kama kuhani wao, wasaidie watakatifu hawa, wasaidie Bwana. Nasimama kama kuhani wao katika jina la Yesu Kristo. Peke yako unastahili, peke yako ni wewe Bwana. Wasaidie watoto wako hawa, mtie nguvu kila mmoja Bwana katika safari ambayo tunaiendea tena 2026. Bwana, mtie nguvu kila mmoja Bwana, msaidie kila mmoja Bwana, mtie nguvu kila mmoja. Tunatamka neema na nguvu isiyokuwa kawaida. Baba, asante kwa ajili ya nguvu zako Baba, asante kwa ajili ya nguvu zako, maana wewe mfalme, maana wewe tu, katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru mfalme, tunakushukuru Mungu wa miungu, katika jina la Yesu Kristo tukiomba na kuamini, amina. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi. Haleluya. Wakati kaa kwa nafasi yako sasa, kaa kwenye nafasi yako. Naomba mlete mtumishi wa Bwana hapa. Tuseme